24 hata ile 29. Aya ile ya 10 mpaka 20. Yohana sura ile ya 4 aya ya 46 mpaka ile ya 54. Na zaburi ya leo ni zaburi ya 90. Zaburi ya leo ni zaburi ya 90. Leo tunazungumza juu ya vita vya kiroho. Leo tunazungumza juu ya vita vya kiroho. Neno vita lina maana ya mapigano, mapambano baina ya pande mbili au zaidi ya mtu na mtu, watu na watu, nchi na nchi na kadhalika. Neno vita lina maana ya mapigano au mapambano baina ya pande mbili au zaidi ya mtu na mtu, watu na watu, nchi na kadhalika. Vita vya kiroho ni mapambano au mapigano yasiyoonekana au yaliyo katika ulimwengu wa roho. Vita vya kiroho ni mapambano au mapigano yasiyoonekana yaliyo katika ulimwengu wa roho. Tunaishi katika dunia hii moja, lakini ndani yake kuna ulimwengu miwili tofauti. Ndani yake dunia hii unayoiona kuna ulimwengu miwili tofauti. Mmoja, kuna ulimwengu wa roho. Huu ni ulimwengu usioonekana kwa macho haya ya mwili. Kuna ulimwengu wa roho. Huu ni ulimwengu usioonekana kwa macho haya ya mwili. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 kinazungumza au kinaonyesha jinsi Mungu alivyoanza kuumba ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ndio ulioanza kuumbwa mwanzo. Pata nafasi, kwa sababu muda wetu ni mdogo, wewe utasoma hicho kitabu cha Mwanzo chote. Kitabu cha Mwanzo chote kinazungumza uumbaji wa rohoni, akizungumzi uumbaji wa mwili. Na unaona kwenye Mwanzo 1:26 anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege na ndege wa angani. Kenda Mwanzo 28 unaona anawabariki, anawaambia zaeni mkaongezeke na kuijaza nchi. Baraka zinazozungumzwa pale zilikuwa zinazungumzwa katika roho. Kulikuwa hakujafanyika kitu halisi pale. Kilikuwa ni kitu ambacho kimeumbwa rohoni, hakionekani kwa macho haya ya mwili. Mbili, kuna ulimwengu huu unaitwa ulimwengu huu wa mwili. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 kinazungumza jinsi Mungu alivyoumba ulimwengu huu wa mwili, ulimwengu ambao unaonekana kwa mwili. Niko pale mimi ninapokuona wewe na wewe unaponiona mimi. Lakini mtu huyu unayemuona yuko mtu wa rohoni ambaye yeye haonekani kwa macho haya ya mwili. Na yuko mtu wa mwili ndio huyu unayemuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona wazo kuu linatuambia juu ya vita vya kiroho. Lile neno vita, alafu kuna kiroho, alafu kuna vya. Vya ni kiunganishi kinachoashiria kwamba kuna wingi wa vita. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vya kiroho maana yake inaashiria kuna mapambano mengi ya kiroho ambayo hatuyaoni kwa macho haya. Na mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu, ni kwa sababu unaishi tu katika mwili, hauishi katika roho. Lakini kama ungefanikiwa kuona vita vya kiroho vilivyo, nataka nikwambie ungeishi kwa hofu sana. Na ungetamani kuwa karibu zaidi na Mungu kuliko kuwa karibu na dunia. Watu wengi wanatamani kuwa karibu na dunia kwa sababu mambo ya dunia ndio yanayoonekana, ndio yanayowavutia zaidi. Na ndio maana Paulo katika waraka wake wa kwanza kama sikosei au wa pili anazungumza tusiangalie vinavyoonekana. Anasema vinavyoonekana ni vya muda, bali visivyoonekana vya dumu milele. Vinavyoonekana kwa jinsi ya macho ya mwili huwa havidumu, vinapita. Sasa watu wengi sana wanaiangalia hii dunia kwa sababu dunia inavutia kuliko kitu kingine chochote. Dunia inavutia kuliko Mungu, dunia inavutia kuliko Yesu. Na ndio maana unaona watu wengi sana Yesu ana nafasi ndogo kuliko dunia. Dunia inakuwa na nafasi kuliko Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu haonekani. Sasa ukienda kwenye ulimwengu wa roho kaona aina ya vita vilivyokuwepo, ungeishi kwa hofu kuliko unavyofikiria. Ni vita vikubwa kuliko mapambano uliona yaliyotokea huko nyuma. Vita yake ni kubwa sana. Ni neema ya Mungu tu inayotofautika. Mungu wakati mwingine anawalinda watu wote, wema na wabaya anawalinda. Lakini shetani amekusudia mabaya kwenye maisha yako kuliko unavyofikiria. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo viko vita vya kiroho ambavyo havionekana. Nataka tuangalie mambo machache ambayo yanaweza yakatusaidia katika wazo kuu hili.
mambo machache tuangalie. Jambo la kwanza, tutaangalia dalili zitakazokujulisha kuwa uko au unapitia vita vya kiroho. Tutaangalia dalili zitakazokuonyesha kuwa uko kwenye vita vya kiroho au unapitia kwenye vita vya kiroho. Kuna Wakristo wengi sana tunapita kwenye vita vya kiroho na sisi hatujui kama hii ni vita vya kiroho. Hatujui. Tunaenda pamoja wote huko. Na dalili hizi ziko nyingi sana, lakini mimi nitakutajia dalili chache ili upate mwanga na uanze kuelewa ya kwamba kumbe niko kwenye vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Dalili ya kwanza ni hii. Dalili ya kwanza ni magonjwa. Magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Usifikiri nakwambia tu kuhusu magonjwa. Mmoja wa watu waliougua sana ni mimi. Mimi ndio unaenda pamoja watu Mungu. Wala sikuona hospitali, nilikwenda kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dalili ya kwanza ni magonjwa. Mwanzo Luka sura ile ya 10, Luka ile sura ya 13, Luka sura ile ya 13 na aya ile ya 10 na ya 13 anazungumza maneno haya. Luka sura ya 13 aya ile ya 10 na 13. Na huyu mwanamke aliyewa uzao wa Ibrahimu ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato. Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye, mkutano wote wakafurahi kwa sababu mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Kisha akasema, mfalme wa Mungu mfanana na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nimesoma mistari tofauti kidogo, naomba unisamehe. Ngoja nirudi pale nyuma. Nimesema kuanzia mstari wa 10 mpaka ule wa 13. Naomba turudie tena. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi moja wapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asilimia 90 ya magonjwa unayoona huko duniani yanatoka kwa shetani. Asilimia 90 ya magonjwa unayoyasikia na kuyaona huko duniani yanatoka kwa shetani. Mmenisikia mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama magonjwa yanatoka kwa shetani, maana yake unazungumza ni vita ya kiroho ambayo haionekani. Na vita hiyo ambayo inawafanya watu wasione nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Kazi kubwa ya moja ya vita ya kiroho ni kukuzoofisha wewe usione nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu usiuone. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Angalia huyu mama alikuwa kwenye sinagogi. Maana yake inaonekana ni mtu aliyekuwa anaenda kwenye nyumba ibada kama mimi na wewe tunavyoenda. Kila siku anaenda kanisani. Kila siku anaenda kwenye nyumba ibada. Na siku ameenda kwenye nyumba ibada na Yesu alikuwepo kwenye hiyo nyumba. Akamtazama yule mama, ameona yule mama ni mama aliyepindana. Yesu akaenda akamponya yule mama. Na anazungumza vizuri kwamba hakupaswa, anasema shetani amemfunga miaka 18, hakupaswa kufunguliwa kifungo hiki ninachokiona. Bwana nisikia mtu wa Mungu anachokwambia. Waliokuwa wanasali naye walimtazama, na inawezekana walikuwa wanamuonea huruma. Kwa nini? Kwa sababu wamepindana. Kama tunavyoonea wanadamu wengi sana huruma, na tunaweza tukawashauri kwamba nenda yuko mganga fulani mzuri, nenda hospitali. Nisikilize. Kama unaona umeenda hospitali miaka nenda miaka rudi na tatizo lako halijaondoka, inaashiria ni vita ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna sindano yoyote, hakuna kidonge chochote kinachoweza kutibu pepo. Hakuna. Ni Yesu pekee yake. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Unamtazama huyu mama amepindana, anaenda kwenye nyumba ibada, na Yesu yuko kwenye nyumba ibada. Yesu anamtazama, anamuonea huruma. Anaona ni mtu aliyekaa kwenye mateso. Yesu anaenda anamgusa yule mama, anafungulia kifungo chake, anakuwa mzima. Ni watu wangapi ambao unaona wanateseka? Wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo magonjwa ni dalili moja wapo inayoashiria mtu yuko kwenye vita vya kiroho. Yupo kwenye vita vya kiroho. Ameenda hospitali hajapata msaada. Ameenda kwa waganga wa kienyeji hajapata msaada. Ametumia mpaka
tiba mbadala hajapata msaada, ametumia mafuta hajapata msaada, ametumia maji hajapata msaada. Nataka nikwambie msaada uko kwa Yesu peke yake, anayeweza kukushindia vita vya kiroho vinavyokuja kwa dalili ya magonjwa. Ni Yesu Kristo peke yake. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Sasa shida ya Wakristo wengi sana, hawawezi kuanza na Yesu, wanaanza na dunia. Hawawezi kuanza na Yesu, wanaanza na hospitali. Hawawezi kuanza na Yesu, wanaanza na waganga wa kienyeji. Wakifika mahali wakiona kule imeshindikana, ndipo wanapoamua kugeuza na kurudi kanisani, lakini amepigika vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakushauri anza na Yesu kwanza. Sikatazi watu wasiende hospitali. Sinielewe vibaya. Na serikali sinielewe vibaya. Lakini anza na Yesu kwanza. Ukishaanza na Yesu, hata ukienda hospitali wanapopima vipimo, ni rahisi kugundua una tatizo gani, kwa sababu shetani anaweza akazuia vipimo vya ugonjwa wako usionekane. Anao uwezo huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Sijui kama mnanielewa ninachowaambia. Dalili ya kwanza nimekwambia ni magonjwa. Cheki mama amepinda. Fikiria ni watu wangapi wanaenda kwenye nyumba za ibada, wangapi, na hawaoni uponyaji kwa Yesu. Hawaoni wokovu kwa Yesu. Hawaoni. Mtu anameza dawa mpaka anafika mahali, yani akitazama dawa akienda dukani anasema ile. Utafikiri kasoma daktari. Kumbe hata hajasoma mahali popote. Kwa nini? Maisha yake ameambiwa ataishi kwa dawa. Ndivyo alivyoambiwa. Bwana asifiwe. Dalili ya pili, ndoto. Dalili ya pili, ndoto. Kumbuka ninakwambia dalili zitakazokujulisha au zitakazokuonyesha kuwa unapita kwenye vita vya kiroho. Dalili ya pili ni ndoto. Ndoto ni mlango wa kiroho. Kama ndoto ni mlango wa kiroho, unaweza ukatumika kupitisha vitu ndani ya mtu, kuingiza ndani na kutoa nje. Kama ni mlango, unaweza ukaingiza vitu ndani ya mtu, unaweza ukatoa vitu ndani ya mtu. Unaweza. Mimi sija mtu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukiota unakula, unaingiziwa nini? Kula ni ishara ya kuingiza kitu cha kiroho ndani. Kama unaota ndoto unakula chakula, unaingiziwa nini? Nani anayeingiza? Kaangalia watu wengi sana ambao ni waombaji au waliokoka au wanaosoma sana neno la Mungu. Akiota ndoto anakula, baadaye nguvu zake za kiroho zinakufa. Nguvu ya kuomba inaondoka. Uwezo wa kusoma neno unaondoka. Kwani anaingiziwa kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ukiota ndoto unazini, unaingiziwa nini? Unaweza kuota ndoto unazini ukaingiziwa roho ya uzinzi ndani. Ghafla ukajikuta umekuwa mzinzi wakati zamani ulikuwa mzinzi. Nimeelewa? Moja ndoto. Bwana asifiwe. Ukiota ndoto mwizi ameingia ndani. Sasa mimi sizungumzi maana ndoto, najaribu kukwambia ili uelewe kwamba hii ni vitu vya kiroho. Mwizi ameingia ndani na ameiba. Angalia alichoiba nini? Ameiba nini? Wewe utasema tu mwizi aliingia ndani. Na ulipoamka ukajikuta kama kweli kuna mwizi ameingia ndani, na ukaanza kuwaza kwa staili ile. Alafu ukaamka ukaenda kuangalia kile kitu chako, ukajikuta kitu hakijaibiwa. Nini? Mbele. Bwana asifiwe. Nilikuwa naota ndoto. Mimi nimeota hiyo ndoto sana ya kuibiwa TV. Mwizi anaingia ndani, anaiba TV. Na unapoamka huku ndani unakwambia imeshaibiwa. Alafu unajiuliza nitapata wapi nyingine? Unaenda kuangalia unaikuta hiyo. Hiyo ndoto mimi nimeiota zaidi ya mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilipomuuliza Mungu alinijibu kwamba unaibiwa kitu cha thamani kilicho ndani yako. Yaani chanzo chako cha taarifa, chanzo chako cha mawasiliano kinaibwa. Chanzo chako cha mawasiliano na nani? Chanzo chako cha mawasiliano katika ulimwengu wa roho. Yaani namna unavyoweza kuwasiliana na Mungu, namna ya ukaribu wako na Mungu. Mwizi anaingia ndani ameiba TV, lakini unaamka umeikuta. Unafikiri ni kitu cha kawaida. Menisikia mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Hujawahi kuona mtu ameota biashara na mume wake, alafu akaenda akamwadisia mwenzie, nimeota tuliachana, baada ya muda wanaachana kwa hiyo. Anafikiri ni ndoto. Ndoto inakuonyesha huko kwenye vitu vya kiroho. Kumbuka ulimwengu wa roho ndio ulioanza kuumbwa.
Kuwepo kwa ulimwengu wa mwili ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ndio ulioanza kuwepo. Ulimwengu wa mwili ni ulimwengu wa pili kuungwa. Kwa hiyo Mungu ameweka ndoto kwa makusudi, na shetani anatumia ndoto vile vile. Lakini Mungu ameweka kwa makusudi ili kumsaidia huyu mtu anayeota ndoto, ili aweze kupona. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tumefika mahali tumekuwa na kanisa ambalo halina nguvu za kiroho. Matokeo yake watu wanahangaika. Anakwenda kanisa hili, anafikiri atapata upako. Anakwenda kanisa hili, anafikiri atapata nguvu ya kiroho. Anakwenda kanisa hili, anafikiri atapata nguvu ya kiroho. Kwa nini? Kwa sababu watu hawana muda kukaa na kumsikiliza Mungu amesema nini. Hawa. Menesikia mtu wa Mungu anachokwambia. Nenda kaangalia watu wengi sana wanaoumwa. Wengine walianza kuota ndoto. Kacheki huo. Kasikia anakwambia nyota ndoto anauma ghafla. Akaumwa kweli. Sasa unapoota unakula, angalia unakula nini? Unakula na nani? Nani unakula na nani? Kama unaota na watu waliokufa ina maana yake. Kama unaota unakula kwenye sherehe ina maana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo si vitu vya kuvizarau tu. Si vitu vya kuvizarau. Ni dalili mojawapo inayoonyesha kwamba uko kwenye vita vya kiroho. Uko kwenye vita vya kiroho. Unataka kushinda hiyo vita. Na ili ushinde lazima uwe na Yesu. Bila Yesu huwezi kushinda vita aina yote ya kiroho inayokuja. Na nisikia mtu wa Mungu anachokwambia. Dalili ya tatu ni kupoteza nguvu ya kiroho. Dalili ya tatu ni kupoteza nguvu ya kiroho au za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walianza vizuri sana Ukristo wao, lakini baada ya muda amekuwa wa kawaida kabisa. Hataki tena maombi. Neno la Mungu likipita kama hivi anakasirika. Au mwingine unakuta neno la Mungu likipita yuko kwenye usingizi mzito sana, unafikiri jana alikuwa kwenye lindo. Hata mwingine anatamani kuwa na kipande cha neti kanisani ili wanaolala wanawekea neti kila mtu ajue amelala. Unakuja kanisani alafu unalala. Unalala kwa ajili ya nini? Wanasifi. Na anajitahidi kweli. Anasinzia kote. Lakini ukisema Bwana asifiwe unasikia pepo. Amen. Amesikia amen, hajasikia nyingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kupoteza nguvu ya kiroho ni ishara ya kwamba huyu mtu ametekwa, huyu mtu ameibiwa, huyu mtu amekamatwa, huyu mtu amefungwa, yuko kwenye magereza. Ngoja tusome Isaya 42. Tusome Isaya ile 42. Isaya 42 na ule mstari wa 22 anazungumza maneno haya. Cheki anachosema. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Watu wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana waokoaji, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Hawana ujasiri wa kusema shetani achia. Kwa nini? Nguvu ya kiroho hana. Na mtu yote asiyekuwa na nguvu ya kiroho anaburuzwa na kila aina upepo unaokuja. Anaburuzwa na upepo wa dunia, anaburuzwa na upepo wa watu, anaburuzwa na upepo wa shetani, anaburuzwa na kila mtu. Kwa nini? Nguvu ya kiroho ya kushuhudia hana. Hana uwezo wa kushuhudia, hana uwezo wa kusema Yesu ni Bwana, hana uwezo wa kusema Yesu ni Mwokozi. Lakini utamkuta anaimba kwaya, utamkuta ni mzee wa kanisa, utamkuta anahubiri, utamkuta anafanya kila kitu, lakini uwezo wa kumtangaza Yesu hana. Na ukikutana naye mtaani kumwambia Bwana Yesu asifiwe, anakaa kimya. Mnaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Anazungumza juu ya watu hao, anasema ni watu walioibiwa na kutekwa. Watu wamenaswa, wamewekwa katika magereza, wamefichwa huko ndani, wamekuwa mawindo, hawana ujasiri wa kusema rudisha. Hawana. Bwana asifiwe. Inawezekana hata hapo umeibiwa, lakini huwezi kumwambia shetani rudisha. Kwa nini? Ile nguvu ndani haipo. Nguvu ya kiroho haipo. Hiyo ni dalili mojawapo ya vita vya kiroho. Ujawahi ona mtu alikuwa na kiu ya kwenda kanisani ghafla kiu imekata. Na ukimuuliza mbona uonekane kanisani, anasema aisee sina sababu yoyote, sina sababu yoyote, hakaa nyumbani. Fikiria biashara inakuwa na nguvu kuliko Yesu. Jawahi ona yuko tayari kwenda kufungua duka lake lakini asije kanisani. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, na Jumapili anaona kwamba nisipoenda namna hii sitauza.
Ukimuuliza anasema, na mimi ni Mkristo, nitaenda mbinguni. Ipi? Usiwadanganye watu. Ipi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 6:10-11 anasema hivi, hatimaye, angalia maneno haya, hatimaye msije hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Alafu anasema, faeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Sasa nguvu yako ya kiroho ikiishi, una uwezo wa kupinga nguvu za shetani. Hila zake una uwezo wa kuzipinga. Nilikwambia maana ya neno hila. Hila maana yake ni hadaa, vuruga, laghai, haribu. Mtu akikuletea hila, anavuruga mfumo wa fahamu zako, anavuruga akili zako, anavuruga uwezo wako wa kufikiri, anavuruga uwezo wako wa kuabudu, anavuruga uwezo wako wa kutumikia Mungu, wa kumtegemea Mungu. Anauvuruga. Kwa nini? Kwa sababu amekuja na hila yake. Na akija na hila, maana yake nyuma kuna roho inayosimamia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa anasema hatimaye, anaashiria mwisho. Halafu anasema msije kuwa hodari katika Bwana. Na moja ya kitu ambacho Wakristo wanatakiwa ni kuwa hodari kwa Bwana wao, ni kuwa hodari kwa Mungu wao. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Halafu anasema faeni silaha zote za Mungu. Kwa nini anazungumza juu ya faeni? Nisikilize. Mahali palipo na silaha, maana yake kuna vita. Ukiona Biblia inazungumza faeni silaha, kuna tofauti ya kuvaa na kutoa. Kuvaa maana yake ni kuivaa. Kacheki askari bunduki wanaweka wapi? Anavaa. Kwa nini anavaa? Yuko vitani. Sasa Wakristo wengi hata hizo silaha zenyewe hawavai. Tena wakikutana na kama sisi tunahubiri muda mrefu, ndio nasikia anasema, mahubiri yake ni marefu kweli. Unataka yawe mafupi? Kwa nini kama? Bwana asifiwe. Amen. Na unaweza kukuta mwingine yuko hapa hata kunisikiliza, anisikilize wala mpaka kunisikiliza ana. Na hapa ndio siabi mpaka askofu atakapoongoza. Ili wewe usinisikiliza, wewe ndio unaye kutaka kwamba wewe ugeuke wewe. Wewe ukigeuka kanisa itageuka, inawezekana wewe ndio kikwazo kwenye kanisa. Mimi nakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Dalili ya 4. Kila unachofanya agieni. Kila unachofanya agieni. Kuna watu mko hapa mnajinanganya mtakuja kujenga nyumba mkistaafu. Mtakula kwa subiri huo. Unajua maana hela ya kustaafu wewe? Hela ya kustaafu ni hela ya kufia. Unasubiria ufe. Umelipwa milioni yako 60, kaweke benki, unakula kidogo kidogo kila siku huko. Unafanya biashara hii haiendi. Unajaribu kuolewa, unaondoka mwenyewe wala hujafukuzwa. Unajaribu kuoa, wewe unakimbia nyumba. Kila unachofanya haiendi. Unalima upate. Unafungua duka haliendi. Yaani unafungua alafu unalifunga mwenyewe. Tena wewe ndio unamwambia watu, sasa hivi naona wewe kweli kwenda, hebu ngoja tu nikae. Basi unajikuta umekaa, tunataka kuishi kwa imani. Wewe jidanganye. Fanya kazi upate hela. Hakuna muujiza wa kupata hela. Hapa sina mafuta wala sina oili wala sina majivu. Fanya kazi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu fikiria wewe mwenyewe moyoni mwako kwamba unakuta mtu kila unachojaribu kukifanya, unafunga ubuyu au toki, mwisho wake unakula mwenyewe. Unakaranga unakula mwenyewe. Unapika maandazi unarudi nayo nyumbani unakula mwenyewe. Nimeona kama na sisi tunapenda masoda, basi ndio ukifungua ukiona hawai unaamua kujiuzia mwenyewe. Unachukua 700 kwa leo, fungua unakunywa, unajifariji. Ndio kuna roho imekaa inakwenda kupiga vita kwa kisha unaona kila kitu chako unachokifanya kinakufa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukuta kuna watu wako kwenye ndoa zao zilishakufa, ila wanaishi watu wawaone, lakini huko ndani kinachoendelea hakuna kinachoendelea. Wamekaa tu hapo. Unaweza kukuta mama ana chumba chake, baba ana chumba chake, hata mawasiliano hayapo. Ila wakija kanisani, dadi street, sisi tunajua hampo. Nendeni kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana asifiwe. Hizo ni dalili chache, nitaka uone dalili chache hizo. Ziko nyingi lakini nimekutajia chache hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, tamani kuvijua vita vya kiroho. Kumbuka nimekuonyesha dalili. Ya pili, tamani kuvijua vita vya kiroho. Huwezi kushinda vita yoyote ya kiroho kama utajua kwamba hii ni vita ya kiroho. Huwezi. Mmenisikia mtu wa Mungu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waefeso sura ile ya 6. Waefeso sura ile ya 6. Mstari ule wa 12 na wa 13 anasema maneno mazuri hapa. Anasema hivi. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hii, twae, angalia anachosema, twae silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya nguvu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimekwambia huwezi kushinda vita vyote ya kiroho kama utajua kwamba hii ni vita ya kiroho. Huwezi. Na kutokujua imewafanya watu wengi sana wameingia mwilini. Kutokujua kwamba hii ni vita ya kiroho imefanya watu wengi sana wameingia mwilini. Wengi sana wameingia mwilini. Mmenisikia mtu wa Mungu? Mimi wakati mwingine wanga anajiuliza maswali. Wewe ni Mkristo na inawezekana unawaambia watu umeokoka. Mume wako anakupigaje? Anapata wapi nguvu ya kukupiga kama wewe Yesu yuko ndani yako? Kwa sababu Biblia inasema hivi, Yesu ni mkuu wa ulimwengu huu. Hakuna mwingine. Yeye ni mkuu mwenye nguvu. Shetani hana uwezo kwa Yesu. Hana nguvu ya kumshinda Yesu. Shetani silaha yake kubwa anayotumia nimekwambia ni hila. Anahakikisha anakuvuruga mpaka unaacha njia iliyonyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Acheki hao watu walianza vizuri safari yao ya kimapenzi. Wakaitana majina yote. Na inawezekana walikuwa wanavalishana mpaka viatu, inawezekana walikuwa wanafungana mpaka nguo, inawezekana walikuwa wanaenda pamoja, wanaoga pamoja, anamwambia Iseli sugue mgongoni, anainama anamsugua, na yeye anamwambia nisugue. Sasa hivi hakuna kusuguana, kuna kukwanguana. Kama unabisha kajaribu kumpa kusugue, atakusugua na jiwe badala ya kusugua na brush. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Kama walianza vizuri, nani aliyeingilia safari yao katikati ya safari? Nani? Hii ni ishara ya vita vya kiroho. Maana yake wewe Yesu ana nafasi kwako. Yesu akikaa kwako, Biblia inasema lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni. Akija nyumbani ukigundua kabisa yeye ni mkorofi, kaa katikati ya mlango, usemeshe mlango. Sema akiingia ndani ya nyumba hii, hawe hana nguvu ya kunipiga. Akiingia ndani ya nyumba hii, hawe hana uwezo wa kunigusa. Nenda kaseme kwa imani uone kama atakupiga. Unapigwaje na Yesu yuko kwa ajili yako? Biblia inasema kwa kupigwa kwa sisi tumefanya nini? Biblia inasema aliachukua madhaifu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Kwa nini akupiga? Maana yake anayekupiga sio yeye. Inawezekana unapigwa na rafiki yako, inawezekana unapigwa na jirani yako. Kaingia ndani ya moyo wako ndiye anayekutia vibao wewe. Na ukipita anasema yeye nimemkomesha. Bwana asifiwe. Amen. Tulifundisha kule maombi ya kupaka pilipili. Kapakeni pilipili nenda. Paka pilipili. Unalalamika tu, mume wangu anaenda nje. Nenda kampake pilipili. Mimi nakuruhusu. Atakapoenda huyo mwanamke atawashwa mpaka aje kuombe zamani. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ninayokuambia ni mwanzo kwamba watu wengi sana hawamtaki Yesu. Hawamtaki Yesu. Yesu ana nafasi kwao. Na mimi nakwambia kama Yesu ana nafasi, utapigwa mchana, utapigwa usiku, utapigwa asubuhi, utapigwa jioni. Kaa na Yesu sawa sawa. Amen. Kaa na Yesu sawa sawa, mimi nakwambia uone. Yesu yuko kwa ajili ya kukushindia wewe hiyo vita ya kiroho. Kaa na Yesu, mpe Yesu nafasi. Alafu kaa uwe mtu wa maombi. Omba kwa ajili yake uone. Huko anakoenda sema, akienda nje ya ndoa awe hana nguvu ya kufanya. Akienda kule atajikuta amekuwa kama jongoo ambaye hana nguvu.
Oh, mume wangu anaenda nje, hujamshika. Mimi nawapenda kweli wale makaa. Akikamata mume wangu. Utanena kwa lugha hata kama hujui. Atavuliwa shati, atachana nywele, atafanywa kila kitu. Nikaa kwa nyumbani, hata mwanamume akirudi muandalia hata chakula. Nikaa. Mzee akifika kule, karibu. Basi anafika na muhaji mwenyewe pale, hajawahi gongana hata vifua. Akifika kule ana muhaji karibu, alafu anamvua viatu, anamvua soksi, anamvua shati. Nasikia kwa na wewe bwana. Tulia bwana. Taratibu. Basi kivuliwa unakuta limekaa kwenye kitanda hapo linacheka. Naomba maji huko. Naomba maji. Analetewa maji ananywesha. Wanapia hata kukumbuka. Hata kukumbuka. Tena kama mwanamume mwenye mchimba dhahabu mikono yote shaja sugu. Msije mkafikiri nasema watu, lakini nataka kuwapa watu kitu cha kuwapa nguvu. Yaani mtu ajue kwamba vita hii ya kiroho inatoka wapi. Yesu uko wapi katika hili? Kama Yesu ndani, mfunge. Biblia inakupa mamlaka wewe ya kwamba lolote mtakalofunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni. Sasa watu wengi kwanza maombi hawayataki. Yesu hawamtaki. Hawana habari. Ndio maana hata ukiwekea maombi ya waji, kama unabisha hapa ni mwalike mwanamuziki maarufu hapa, nyote mtakuja. Wote mtakuja, hata nyinyi mnaosema amina mtakuja. Kambele kaja fulani pa. Kaja fulani pa. Chinja mbuzi ama waone watu. Baba, lakini naambia habari za Yesu huwezi kuwapata. Chini tunapogombana na kina mama kila wiki. Waje kwenye ibada na kutoka watatu. Maana yake ni hawahitaji maombi ya aina yoyote. Bwana asifiwe. Siku moja nilikuwa nasikiza ushuhuda fulani. Anamwambia mwenzie kwamba mume wangu msumbufu kweli, akasema wewe acha mkao kitoto, yuko mganga mzuri twende. Atakuwa mpole huyo. Anaweza akalishwa kitu ndio akaharibiwa, badala ya kuwa mkali akawa zezeka. Ukakuta baba kishalishwa madawa, akija akikaa mate anamtoka tu. Kwa nini? Ameharibiwa. Wako waganga wengine wanajua kuvuruga. Nenda kwa Yesu, mwambie Yesu inamleta kwako. Mmenisikia mtu Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tamani kujua vita vya kiroho. Tamani kujua. Efeso ulikuwa ni mji mkuu wa mkoa wa Kirumi kule Asia. Paulo alienda kule akahubiri Injili. Na ule mji kila siku nakwambia ulikuwa na hekalu, kulikuwa na mungu mke pale, anaitwa Artemi au Diana, alikuwa kwenye ule mji. Yule mungu alikuwa anaabudiwa na kuheshimiwa sana kwenye mji ule. Lakini Paulo alienda kule akahubiri Injili. Alipohubiri Injili watu wengi wakaokoka, wakampokea Yesu. Na ulikuwa ni mji ambao unasifika sana kwa mambo ya uganga na uchawi. Hao watu walipompokea Yesu, waganga na wale wachawi wa ule mji walipoona mambo yao mengi yameharibika, kwamba hawana tena uwezo wa kuendelea na biashara zao, wakainua kitu kinachoitwa machafuko, wakaanza kuwatisha hao watu wanaoitwa Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Paulo alipowaambia maneno haya, alipoandika waraka huu. Unaona ni kama anamalizia waraka wake, anasema hatimaye. Neno hatimaye linawakilisha nini? Mwisho. Kwamba hatimaye msiko hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Alafu anawaambia vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Angalia, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Alichokuwa anawaambia kwamba vita tunayopigana sio ya kimwili. Machafuko yaliyokuja yasiwatishe. Ni kama anawaambia simameni na Mungu. Anawaambia vaeni silaha, alafu anawaambia toeni silaha. Maana wangevaa tu wasingechukua, maana wasingeweza kuzitumia. Alichokuwa anawaambia toeni ili mtumie hizo silaha za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hebu mpe Yesu makofi mengi mengi. Usijaribu kuingia mwilini unapokuja kwenye vita ya kiroho. Ndio maana nimekwambia tamani kuvijua vita hivi ni vya kiroho au vya nini. Wengi wanaingia mwilini, wengi wanaingia mwilini. Unakuta wao wenye ndoa wanaanza kupigana.
Unakuta wako kwenye ndoa wanaanza kutukanana. Unakuta sijui nini wanaanza kufanya hiki. Yaani vurugu tupo. Kwa nini? Kwa sababu hawakumpa Yesu nafasi. Wangempa Yesu nafasi angetambua kwamba hii ni vita vya kiroho. Hujawahi ona umeachana na mume wako alafu kaolewa na rafiki yako? Kanichukulia, ulitaka kuchukulia nguo, akuchukulia mume. Mume ni kitu cha thamani ndio maana akakuchukulia. Na umenyoka. Na urafiki umeisha, alafu wenzio wanaendelea kutembea mitaani, wanashikana mikono. Wewe hata mikono ulikuwa mshikani, kazi vurugu tunakutukana. Uko kana kwenye nafasi yako. Mimi wala inisumbui. Kuja kanisani usifikiri una Yesu. Kuimba kwaya usifikiri una Yesu. Kuwa mzee wa kanisa usifikiri una Yesu. Wala hainisumbui. Unaweza kuwa mzee wa kanisa, unaweza kuwa mwanakwaya tena ni mlevi, unaweza kuwa mwanakwaya tena ni mzinzi, unaweza kuwa mzee wa kanisa ni mshirikina, unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kijana tumtokomeza shetani. Inawacheke nasema. Kwanza wewe ni kutokomeza wewe. Nitokomeze mimi wewe unao uwezo. Linasema unafikiri wewe ni kutokomeza na umetokomezwa kweli. Ila ukija hapa, ushika maiki mwenyewe hivi. Tunakuabudu Bwana mwenyewe. Sababu unakwenda kanasema, kile kitu mwanangu. Wewe kutana naye mtani. Analai ndani ya matusi. Yanamtoka na kwambia utafikiri cheni. Yanamtoka kama mnyororo anayatema huko na kwambia. Akija mwenyewe. Ndio maana nilimwambia katibu waambie wanakwaya watengeneze fomu. Tunataka kujua maisha kila mwanakwaya. Tunataka kujua. Mnaweza kukaa na mwanakwaya hapa ana wanawake wawili. Nitafukuza nikimkuta. Unaweza kuwa na mzee wa kanisa kumbe ana nyumba ndogo. Yuko hapo akifika huko ndo anavua shati, anachezewa maziwa, anashikwa gari ni labu yake na mwenyewe katulia kabisa. Bwana asifiwe. Nimemwambia katibu watengeneze fomu wao. Wajaze fomu. Wajaze fomu. Tunataka kujua maisha yao. Kama yuko mwanakwaya anayekunywa pombe atakaa pembeni, aache pombe. Kama anataka kumtumikia Mungu aache pombe. Unatujia hapa na pombe zako alafu unashika maiki. Ipi? Na maiki hiyo ndio sisi tunashika. Watu wanaogopa hivi. Aache. Tutaweka fomu pale. Na ile fomu itakuwa na vipengele vyote. Unakunywa pombe, unaandika pale ndio. Kama huyu unaandika pale si. Una wake wangapi unaandika pale? Andika. Una mume andika. Ni naye. Una mume wa mtu sema ni naye lakini wa mtu. Tutakusaidia tutakwambia toka huko njoo kanisani. Menisikia? Bwana asifiwe. Amen. Anasema wewe mpaka atakapoama hapa kazi tunao. Na mtakuwa naye kweli wala sitani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu. Jifunze kutulia. Jifunze kutulia ili upate ushindi. Jifunze kutulia ili upate ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja wote huko. Usipotulia ni ngumu sana kupata ushindi. Napozungumza kutulia, sizungumzi kutulia kama ulivyokaa. Sio maana yake. Mimi nazungumza kutulia mbele za Bwana. Ili Mungu aseme na wewe. Mimi nasikia mtu wa Mungu anachokwambia. Jifunze kutulia. Jifunze kutulia. Kuna watu wanahangaika sana na madhehebu. Kule sio kutulia. Na Yesu akae kwenye dhehebu bahati mbaya sana. Hakuna dhehebu ambalo Yesu anakaa ndani. Yesu anakaa ndani ya watu wanaomwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ndio anakaa ndani yao. Alafu anaanza kusema nao. Wanapopita kwenye magumu yeye anakuwa faraja kwao. Wanapopita kwenye kukataliwa yeye anakuwa mwokozi kwao. Wanapopita kwenye mateso yeye anasema niliyachukua mateso yako. Wanapopita kwenye magonjwa anasema kwa kupigwa kwako, kwa kupigwa kwangu ninyi mmepona. Jifunze kutulia. Unaenda kila dhehebu
unafikiri huko ndiko aliko Yesu. Madhehebu mengine yamesimamishwa na watu tu wenyewe. Amekaa hapo, amejiweka hapo yeye. Wakifika hapo ndio maana kila kitu anakuambia toa sadaka au ungamanisha na madhabahu. Muulize madhabahu ipi. Na nyinyi mnatoaga kweli. Hapa nikiwaambia mtoe, wala mtoe. Ila huko mnajiungamanisha kweli. Nimeambia nijiungamanisha na madhabahu tafunguliwa. Natoa tu mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kutulia. Tulia. Mimi ngoja nawaambia watu, mimi niliokoka Anglikana. Sijaenda mahali popote mpaka leo. Nimebaki Anglikana. Mtu anakuambia Anglikana uokoke, kimeandikwa wapi? Kwanza si ajabu hata Yesu ajika kama kuna Anglikana huko duniani. Yeye anajua tu kuna Wakristo. Wao Anglikana waokoke. Aliokuambia Anglikana waokoke. Wokovu ni wa mtu, sio wa dhehebu. Usije ukajidanganya. Wokovu ni wa mtu. Naweza nikawaambia nimeokoka hapa, kumbe mimi ni mchawi mkubwa. Unaweza kuta hata kiunoni na bonge la ilizi hapa nilipewa na baba. Mmesikia kwa Mungu anachokwambia? Jifunze kutulia. Niliwaambia kipindi fulani kwamba nilipopita kwenye vita ile kubwa ya kutumiwa message za kutukanwa na baadaye kutuma matusi kwenye grupu la kanisa. Unafikiri niliingia kwenye vita za kimwili? Mimi sikuingia mwili. Mimi nilienda mbele za Bwana. Na Mungu alisema vitu vingi sana. Aliniambia tulia, vita hii utaiweza. Tulia. Akaniletea kitabu cha Kutoka sura ya 14. Tulia. Nilisikia kwa Mungu anachokwambia. Sikuangaika mimi. Wala sikutafuta msaada kwa watu kuambia naomba niombee. Nilikuwa naomba mwenyewe. Naingia saa 2 asubuhi na kutoka saa 9. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tusome Biblia. Alafu nitakupa ushuhuda. Naomba Mungu anisaidie nikumbuke ili nikumalizie. Ushuhuda utakusaidia na wewe. Usifikiri watu wanajua kutokana, wewe unasema wanatokana wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo sura ya 32. Mwanzo sura ile ya 32. Sura ya 32. Ule mstari wa 24. Mstari wa 24. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akishindana naye. Mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa mshindi, alimgusa panapo ufungu wa paja lake. Ukateguka ufungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema sikuache, usiponibariki. Akamuuliza jina lako nani? Akasema Yakobo. Akamwambia jina lako utaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu nao umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema niambie tafadhali jina lako nani? Akasema kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema nimeonana na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hutaweza kupata ushindi kwenye vita yoyote kama hujatulia. Kinachofanya watu wengi sana kukosa ushindi kwenye vita vya kiroho ni kukosa utulivu. Utulivu na uzungumza ninakwambia sio wa mwili. Mimi nazungumza utulivu wa kiroho, sio kukaa kwenye kiti kama ulivyotulia. Hebu usihangaike na kila dhehebu. Tulia kwanza mbele za Bwana. Mwambie Mungu hapa nilipo unasema na mimi. Naomba useme. Mungu atasema. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jifunze kutulia katikati ya mazingira magumu, katikati ya mapambano, katikati ya vita. Tulia. Hii bado ukisoma, huyu ni Yakobo. Anarudi kutoka kule alikokimbia ndugu yake Esau. Maana alikimbia ile ndugu yake asimuoe. Akaenda kwa mjomba wake anaitwa Labani. Alipoenda kule akaoa mke wa kwanza, akaoa mke wa pili. Akarudi na mali nyingi. Alipokuwa anarudi bado ile akili kwa ndugu yake atamuinulia vita vingine ilikuwepo. Asoma hiyo sura 32 mwanzo kule. Unaona jinsi ambavyo aligawa mifugo yake makundi. Unaona jinsi ambavyo alimshukuru Mungu. Anamwambia Mungu, nilipoenda huko nilienda mimi na fimbo yangu tu, lakini nimerudi na mama na watoto na mali nyingi nimerudi. Maana yake kama anamshukuru Mungu kwamba Mungu nimeenda huko, umenilinda, umenitunza, umeniwezesha. Hakuangaika na Mungu mwingine kule alikoenda. Angeweza kuangaika na Mungu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ndugu yake ana hasira ya kutaka kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa wakati wako mwenyewe utaona haya maneno hapo. Soma tu sura 30. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa unaona anakuja hapa mbele. Unaona Biblia inaeleza vizuri. Anasema akakaa peke yake
na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Hii ilikuwa ni vita ya kiroho. Angalia aliposhinda kitu kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie, naomba kama kuna nani nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kutulia yako mambo kadhaa huwa yanatokea. Kwenye kutulia yako mambo kadhaa huwa yanatokea. Cha kwanza kinachotokea, macho ya rohoni yanafunguliwa. Yatafunguliwa. Menisi. Kumbuka tunazungumza vita vya kiroho. Kwenye kutulia cha kwanza kinachotokea, macho ya rohoni yanafunguliwa. Kwani yanafunguliwa? Uone fursa zilizo kwa Mungu wako. Uone nguvu alizokuwa nazo Mungu wako. Uone Mungu akikutumia malaika kukusaidia na kukupigania. Menisi. Au janielewa? Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tusome kwenye Biblia. Twende kitabu cha Joshua. Kitabu kile cha Joshua sura ile ya 5. Kitabu cha Joshua sura ya 5. Joshua sura ya 5. Sinaniruhusu nihubiri sana. Joshua sura ya 5. Joshua sura ya 5 anasema hivi ule mstari wa 13. Ikawa hapo Joshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akainua macho yake na kuangalia. Na tazama mtu mume akasimama kumkabili mbele yake. Naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, "Je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu?" Akasema, "La, lakini nimekuja sasa niliamini wa jeshi la Bwana." Yoshua akapomoka kiuso hata nchi. Naye akasujudu akamuuliza, "Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake?" Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, "Vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu." Yoshua akafanya vivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia kilichotokea. Yoshua, kumbuka Yoshua, Musa alipokufa, Yoshua aliachiwa taifa la Israeli awe kama kiongozi. Alipoanza tu kuliongoza, Mungu akamwambia mambo mengi sana. Kasome pale sura ya 1. Anafika mahali anamwambia hapatakuwa na mtu sawa yoyote mwenye kuweza kuwazuru. Anasema kila mahali mtakapokanyaga nyeo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Maana yake kwa kiapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa ninachotaka uone, angalia Yoshua huyo amevuka mto Yordani. Alipovuka mto Yordani walienda wakasimama tu kwenye mto namna hii. Biblia inasema ule mto wakati wa masika, yani kingo zake huwa zinafurika kiasi kwamba mto ule uonekana. Hao jamaa walienda wakasimama. Maji yakasimama, wakavuka kwenye nchi kavu. Mmenisikia? Sura ya 2 anatuma wapelelezi waende wakapeleleze mji wa Yeriko. Wameenda kupeleleza. Waliporudi kumletea habari na jinsi ambavyo waliona mioyo ya watu imeyeyuka. Angalia uone. Mioyo ya watu iliyeyuka kule, sio kwamba haikuyeyuka. Kwa nini iliyeyuka? Waliona, walijua nguvu za Mungu huyu tunayemwabudu. Walijua. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wamevuka ule Yeriko, wamekuja mahali, wamevuka mto Yordani, wamefika mahali wamepiga kambi panaitwa Gilgali. Wakala chakula chao pale, wakamaliza. Pale alikuwa anapanga namna ya kwenda kukabili mji wa Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Angalia ule mstari wa 13. Anasema ikawa Yoshua alipovua macho yake, akaona mbele kuna mtu mmoja amesimama na upanga wazi mkononi mwake. Akamwendea akamuuliza, "Niambie, ni upande wetu au upande wa adui?" Sifikiri ni rahisi. Maana yake macho yake yalifunguliwa ili aone yule mtu aliyekuja kutoa msaada. Kwa nini Mungu aliyafungua macho yake? Joshua alipoambiwa vua viatu vyako, viatu vinabeba vinawakilisha utayari. Kwa hiyo Joshua alikuwa na utayari wa kwenda, lakini hakuwa na utayari wa Mungu, alikuwa na utayari wa kwake yeye. Ndio maana Mungu amekuja kumtuma mtu amsaidie. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Nenda kaangalia wanakuwa wengi, akija mgeni mnapokea tu. Hata hamjui kama ni mwanakwaya. Hamjui na mnafurahia kweli. Katoka wapi? Katumwa na Mungu. Pitisheni kwenye maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu alimtumia ili iwe rahisi kushinda ile vita ya kiroho. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ilikuwa ili iwe rahisi kushinda, la sivyo asingeenda. Kasome Biblia vizuri uone. Baada ya pale kulikuwa na mji unaofuata unaitwa mji wa Ai. Mji wa Ai ulikuwa ni mdogo, lakini walipigwa. Kwa nini walipigwa? Hawakutulia. Sasa tujifunze kutulia. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe.
Cha pili kinachotokea, Mungu atakusemesha. Cha pili, Mungu atakusemesha. Atakusemesha kwa ndoto, atakusemesha kwa neno, atakusemesha kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 6 kitabu cha Yoshua anasema hivi. Sura ya 6 kitabu cha Yoshua anasema hivi. Basi Yeriko, ule mstari wa kwanza. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita mkiuzunguka mji huu mara moja. Fanya hivyo siku 6. Bwana Yesu asifiwe. Alipotulia, unanisikia? Macho yake akafunguliwa. Macho yake yalifunguliwa, akaona mji wa Yeriko umefungwa. Kumbuka alituma mpaka wapelelezi. Wameenda kupeleleza na waliona kila kitu. Na walifikia kwa mama mtu mmoja anaitwa kahaba yule Rahabu. Akawapokea. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu. Tunaenda pamoja. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Kanisa linaweza likafungwa. Walio ndani ya kanisa hawatoki kiuchumi na wanaokuja kuingia hawafanikiwi. Linaweza likafungwa kanisa. Inategemea hao wenye kanisa wamesimamaje. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Hujawahi kuona kanisa liko hapo hakuna ndoa zinazofungwa hapo? Hakuna. Watu wanaishi tu, wanaona kitu cha kawaida kabisa na hawana hofu. Yaani hakuna ndani kinachowashuhudia kwamba hiki ni dhambi, na wanaitana mume na mke, wanaitana kila aina majina. Nisikilize, mume na mke ndio aliyofungana ndoa. Kama hujafungana ndoa, huyo sio mume, sio mke, huyo ni bibi na huyo ni bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawajui watu kama ni vita vya kiroho. Sasa wewe fikiria, umekaa na mke miaka 20, miaka 30, eti na wewe unataka sherehe ipi? Wewe mwenyewe tayari sherehe utakisherehesha mwenyewe. Si umalizie tu. Ipi? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanataka sherehe. Mimi niliwaambia njoo hapa, mimi nitakufundisha ndoa. Best man la kwa mwenyewe. Tena njoo saa 1 jioni. Si umeshakaa naye tayari? Wewe mmekaa miaka 10, 15 mmekaa. Unafikiri hata ukija kufanya sherehe unafikiri na kuaga inanoga kivile? Wala inakuwa kawaida tu. Sasa kanisa shetani analifunga kwa staili. Na hao hawana hofu. Hawaogopi. Ndio maana unaona anamwambia basi Yeriko ilikuwa imefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli ni wana wa Mungu. Wana wa Mungu wanaweza wakafungwa, wanaweza wakazuiwa wasione baraka za Mungu, wanaweza wakazuiwa wasione mafanikio wanakoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa Mungu anatakiwa kusemesha huko ndani. Kama alivyomsemesha huyo, angalia baada ya kuona mji umefungwa. Angalia kilichotokea mstari wa 3. Anamwambia hivi. Anasema Bwana akamwambia Yoshua, mstari wa 2. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko mkononi mwako. Nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Alafu anampa maelekezo. Nani tauzunguka mji huu? Bwana Yesu asifiwe. Nani mtauzunguka mji huu? Katika kutulia, macho yake yatafunguliwa. Macho yake yakifunguliwa, Mungu anaanza kukusemesha. Ni hasara na ni hatari kubwa kuliko unavyofikiria. Kama unakaa kuna kitu unakifanya ambacho unajua dhambi, alafu Mungu aseme kwamba hiki ni dhambi. Ni hatari kuliko unavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hatari kuliko unavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe. Mmenisikia mtu wa Mungu? Na ndio maana nimekwambia kwamba kushindwa kutulia, unajikuta ghafla umeingia mwilini. Kwa nini? Ulikosa utulivu. Mtu anayekaa kwenye utulivu haingii mwilini. Kacheke hata sisi wachungaji wakati mwingine. Vita vilikushinda, kama hujatulia, unaingia mwilini. Nilikwambia habari za yule jamaa ambaye alikuwa anatukana matusi. Ni mtu anaheshima yake kwenye mji wako huo mbele. Alikuwa anatukana matusi. Sikuwahi kumjibu hata siku moja. Nilikuwa napiga magoti na kuomba. Napiga magoti na kuomba. Na siku moja nikaambiwa nenda katoe sadaka. Nilisikia sauti nenda, sitaki nikwambie ina sadaka unaambiwa. Nilienda nikatoa sadaka madhabahuni. Alafu mimi sana natoa mimi.
Na Mungu alikuwa ananionyesha kila kitu. Alikuwa amepanga kuja kuniona. Niliota ndoto anataka kuja kuniona. Nilipomuuliza Mungu akaniambia usionane naye, hamtaweza. Hauonani na mtu, unaonana na mapepo yaliyo nyuma yake. Sio kama unavyofikiri. Na kabla hajatukana kule kwenye mtandao, mimi naota ndoto. Kuna message ya matusi inatumwa. Namwambia mwenzangu, kuna message imetumwa huko. Watu wanampigia yeye, wanamwambia huyu jamaa huko anatukana sana. Mimi nikaa naambia mwacheni atukane kwa sababu hakuna tusi jipya. Mimi mwenyewe zamani nilikuwa natukana matusi. Tena yeye hatungi, mimi nilikuwa natunga. Mimi nilikuwa natunga matusi, nikilala natunga. Ndio maana mtu akinitukana siumii. Kwa sababu mimi nilikuwa bingwa kutukana. Bwana asifiwe. Sasa fikiria, kama nisingetulia, ningeingia wapi? Ningeingia mwilini. Watu wengi wanaingia mwilini kwa sababu wanashindwa kutulia. Wengi sana. Nenda kaangalia hata wanandoa wengi wanaogombana, wanakosa utulivu. Yaani hawezi kutulia. Kila mmoja anataka kutunisha msuli. Utasikia anamwambia wewe hujanijua. Sijakujua miaka yote 20 kweli, sijakujua wewe. Bwana asifiwe. Cha tatu kinachotokea. Utazijua silaha na kuzitumia. Utazijua silaha na kuzitumia. Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 10 mpaka ule wa 20 unaona zinatajwa pale zile silaha. Anazungumza juu ya ngao ya imani. Anazungumza juu ya dirii ya haki. Dirii ni kitu kinachovaliwa hapa kifuani ili kukinga wewe. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Bwana asifiwe. Unaona mstari wa 11 anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ile za shetani. Kwa hiyo utazijua hizo silaha na kuanza kuzitumia. Umenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Na silaha ya kwanza kubwa ni neno la Mungu. Neno linasema nini? Angalia Waebrania 4:12. Anasema maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Lina uwezo wa kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena ni nyepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Ndio neno la Bwana. Unaenda pamoja wote wa Mungu? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema vaeni. Alafu anakuja mstari wa 12 anaeleza kwa maana, anatoa maana kwamba aina ya vita tunavyopigana ni vya rohoni. Ndio maana anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Unaona anataja vitu vyote vilivyo katika ulimwengu wa roho. Huko amesema faini. Alafu mstari wa 13 anasema kwa sababu hiyo, anawapa sababu kwamba kwa sababu ya aina ya vita tuliyokuwa nayo, twaeni silaha zote za Mungu. Maana yake chukueni silaha zote za Mungu. Unanielewa ninachokwambia? Bwana asifiwe. Unachukua silaha gani? Ipi unachukua? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo anasema twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana na kusimama. Ndio Biblia inavyozungumza nayo isoma mimi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Alafu 14 anasema basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria hadi kifuani na kufungua miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto yule mwovu. Anapozungumza mishale yote yenye moto yule mwovu, maana yake ni silaha shetani ambazo anakuja nazo. Anazungumza juu ya mishale. Mishale ni pamoja na maneno yanayokuja. Unashindaje hayo maneno? Wewe toa silaha za Mungu. Maneno yakija pangua kwa kutumia mistari ya Biblia. Kila neno linalokuja lipangue kwa neno la Mungu. Kila maneno unayokuletea pangua neno kwa neno la Mungu. Wakikwambia ni mkorofi, waambia mimi ni mtumishi wa Bwana. Wakikwambia ni mlevi, waambia mimi hizo vitu nilisha ngalavyo siku nyingi. Tumia neno la Mungu. Sawa sawa na Waebrania anaposema hivi ya kwamba maana neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu kuliko upanga. Sehemu nyingine anazungumza kwenye Yeremia 23:23. Anazungumza neno lake ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Mimi sija mtu wa Mungu anachokwambia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha nne. Unapata ushindi. Unapata ushindi na ule ushindi unabadilisha utambulisho wako. Cha nne, unapata ushindi
na ule ushindi unabadilisha utambulisho wako. Unaweza ukota uko hapa lakini kule mtaani una jina lako na mwenyewe ulipendi, lakini kila ukitokea wanasema ni jirani na yule mama mwenye gubu. Kila ukitokea wanasema ni jirani na wale wanaogombana usiku na mchana. Mmenisikia mtu wa Mungu? Unapata ushindi na ule ushindi unabadilisha utambulisho wako. Unapata ushindi na ule ushindi unabadilisha utambulisho wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tumalizie hapa Mwanzo sura ya 32. Namaliza sasa sura ya 32 ule mstari ule mstari 28 na 29. 28-29 anasema hivi. Akamwambia, jina lako utaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu nao umeshinda. Yakobo akamuuliza akisema, niambie tafadhali jina lako nani? Akasema, kwa nini unaniuliza jina langu? Akambariki huko. Check. Huyu jamaa baada ya kushinda aling'ang'ania kujua jina. Mwenzie akamwambia, wala uhitaji kuendelea kujua jina langu. Pokea baraka hizo. Bwana asifiwe. Unapata ushindi na ushindi unabadilisha utambulisho wako. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Yakobo baada ya kupata ushindi, nini kimetokea? Akaambia hivi, hautaitwa tena nani? Yakobo, bali utaitwa nani? Israeli, maana umeshindana na nani? Na Mungu na watu, nawe umeshinda. Na sisi tunaye Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Ya kwamba chochote kinachokuja katika maisha yetu cha kiroho tunao uwezo wa kushinda. Kama ni ugonjwa tunaweza kushinda, kama ni mauti tunaweza kushinda, kama ni laana tunaweza kushinda, kama ni kukataliwa tunaweza kushinda. Kwa nini? Kwa sababu tunaye Yesu. Na kama tunaye Yesu, maana yake tunaposhinda na utambulisho wetu unabadilisha utambulisho kutoka kuitwa watu wa dunia hii na kuitwa watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminiwa jina lako. Unaliamini jina la nani? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unapata ushindi na ule ushindi unabadilisha utambulisho wako. Simama mahali ulipo.